Halo, mambo vipi bwana watu wangu wa nguvu? Naomba unisikilize na ulizingatie hili la leo. Leo nilikuwa nimeenda zangu sehemu moja panaitwa Bunazi, ipo mkoa wa Kagera. Sasa kipindi natoka ninarudi nikakutana na mbwa ghafla. Sasa kwa sababu nilikuwa naendesha mimi, nikavuta breki. Nimevuta breki, sehemu yangu ya mwili kutoka hapa kwenda kichwani nilijikuta inasogea kwa namna hii, kiasi kwamba nisingekuwa na huu mkanda, pengine kichwa changu au kwenye uso wangu hapa ningejibamiza sana kwenye steering. Sasa kupitia hii nikaona inaweza kawa somo moja hapo la sisi. Video iliyopita nilizungumzia kuhusu mtaji. Sasa naomba leo unisikilize, unipe dakika chache tu nikukumbushe, hii ni Nkwabi Academy, mahali tunaposafirisha physics kutoka darasani mpaka mtaani. Video iliyopita nilisema tuna aina nyingi sana za mtaji katika mafanikio, na mtaji mojawapo ni mtaji wa afya na nguvu. Sasa kwenye afya hapo yapo mambo mengi ambayo tunataka tuyafanye katika kuhakikisha kwamba afya zetu zinakuwa imara na shupavu katika mambo ya kufanikisha maisha yetu yawe vizuri. Sasa nipo hapa, ukitazama vizuri ndugu unayenitazama, nimevaa mkanda. Huu mkanda sio pambo. Wapo watu wengi sana wanawapuzia kuhusu mkanda wa gari. Wengine ni ubisho au pengine wanaona kama kero, lakini nisikilize, itakusaidia. Mkanda wa gari unafanya kazi sambamba na airbags. Airbags zipo tofauti kulingana na aina ya gari. Zipo gari ambazo airbags ipo hapa, na kila gari chote airbags lazima iwepo kwenye steering. Lakini zipo airbags ambazo zipo sehemu zingine za gari, kama huku hapa kuna airbags ukiangalia, na hapa kuna airbags, na huku nyuma pia kuna airbags. Sasa kazi ya hizi airbags ni kwanza kuhakikisha unakuwa salama pale inapotokea pengine ajali imetokea, maanake itakulinda. Sasa kwa namna gani? Kwamba darasani tulisoma kitu kimoja kinaitwa Newton First Law of Motion. Tulisema hivi, kitu kitaendelea kubaki kwenye hali yake ya utulivu au hali yake ya mwendo mpaka pale nguvu ya ziada itakapofanyika kwenye kitu hicho. Manake ni kwamba kama mimi mwanzoni nilipokuwa naendesha, nilikuwa naenda, manake mwili ulikuwa upo kwenye state of motion. Sasa ikitokea ghafla umepiga breki, manake part of the body kutoka hapa kuja juu, manake itabaki inaendelea kwenye hali yake ya kutembea. Alafu wakati huo hii part ya kutoka hapa kuja chini, angapo ndo nimekaa kwenye siti, manake itafosiwa itulie. Kwa manake mimi sasa nitajikuta naenda mbele. Sasa faida sasa ya kuvaa mkanda, kwamba huu mkanda huu umetengenezwa kwa namna fulani hivi. Kwanza una sensa yake, hii inapima jinsi speed inavyopungua kwa ghafla. Huu mkanda huu nikiuvuta bila ajali unakuwa upo smoothly sana, kwamba haubani wala nini. Lakini ikitokea ghafla au mfano hata wewe pia ukiwa unaendesha gari au umebebwa, wewe ni abiria, ikatokea breki, imepigwa breki ghafla, manake utaenda mbele, na hii itakubana, manake ndio itakusaidia. Kwa itakusaidia part of the body kutoka hapa kwenda juu hivi, usiende mbele kujiumiza kwenye steering. Sasa hapa kuna bags ambayo inafanya kazi ya kukuzuia wewe unavyoenda hivi usiende kujigonga kwenye steering. Hii bag imefanya kazi kwa namna gani? Sikiliza, kwamba mfano wewe unavyonisikia sasa hivi unatumia sikio. Taarifa inapotoka kwenye sikio inaenda kwenye brain kuchujwa. Kama unaongea na mtu, manake ikitoka kwenye brain itarudi kwenye mdomo, utaongea kitu. Sasa hata kwenye gari hapa ni mfumo huo, kwamba lazima kuwepo kwanza na sikio. Sasa sikio la hii gari ni sensa ambayo mara nyingi huwa zinakaa kule mbele, zingine zinakaa katikati, zingine zinakaa pembezoni kulingana na airbag sehemu ilipo. Sasa ikisensi kwamba kuna ajali au pengine speed imepungua kwa ghafla, maana inatuma taarifa moja kwa moja kwenye brain, kwenye ubongo. Sasa ule ubongo ni ubongo wa bags zenyewe ambao unaitwa airbags control unit. Sasa ile baada ya kufika pale inatuma taarifa moja kwa moja kwenye hiyo bag. Sasa bag mara nyingi inakuwa
ina vitu mbalimbali mle, ikiwepo na chemical. Na moja wapo ya chemical hiyo inaitwa sodium azide. Sasa taarifa inapokuja kwenye bags, ile chemical ambayo ni sodium azide ikavunjika, sasa inagawanyika kwenye makundi. Maana yake inapovunjika pale inatoa gesi moja hapo ambayo tunaita nitrogen. Sasa ile gesi ile ndio inakuwa sasa kwenye ile mfuko ambao inakuwa kama puto. Sasa baada sasa ya dakika sekunde chache ambao ni 0.03 sekondi ndio sasa linatoka kwako. Sasa kwa mfano labda mimi hapa nipo hapa kama dereva, maana yake litakuja litanipiga hapa. Nikishanipiga hapa, maana yake sasa itanisaidia mimi nisiende huku, na pia mkanda huu tayari utakuwa unafanya kazi. Mfano mnaona jamani, hapa tayari hapa ushakuwa mgumu. Kwa maana yake kwa mfano labda ingekuwa tayari kuna ajali, maana yake nisingeenda hivi. Wapo watu wengine wa ajabu sana, inawezekana nikasema wa ajabu, au pengine na uchovu wa safari ndefu, unamkuta amekaa na ameweka miguu juu ya dashboard. Sasa hatushauriwi kufanya hivyo, kwa sababu hii bags ambayo inavyokuja au puto hili linavyokuja na hewa inakuwa lina nguvu sana, inakuwa na pressure kubwa. Maana yake kama uliweka miguu unaweza ukaumia vya kutosha. Lakini pia tunashauriwa usiweke mavitu mengi hapa mazito. Sasa unamkuta mtu anaweka kompyuta, anaweka na nini huko, sasa inakuwa ni sio vizuri sana kuweka. Inaweza ukaweka na usipate ajali, lakini tunajua ajali inatokea bila taarifa yote. Sasa ikitokea hivyo, maana yake yanaweza yakaja yakakupiga kwenye masikio, kwenye macho na ukaumia. Lakini pia ushauri mwingine ambao tunashauriwa mara nyingi, watoto tusiwaweke siti ya mbele. Kwa nini? Kwa sababu kwanza mtoto ni mfupi. Maana akikaa hapa, mimi kama kichwa changu kipo hapa, maana mtoto ataisha labda kichwa chake kidabaki hapa. Sasa na fuvu lake la kichwa bado sio imara kukompea na mtu mzima. Sasa ili puto ikitokea hivyo alafu likaja likampiga, maana yake ana hatari ya kuumia zaidi. Hata kama ingekuwa ajali ni ndogo tu, angeumia. Kwa hiyo ni washauri watu wangu wa nguvu, watu wa Nkwabi Academy, ni kwamba tusione kama matumizi ya mkanda sio mazuri, au kwa sababu pengine unawahi. Cha kwanza kabisa, unaposafiri ukifika kwenye gari, hata kabla hujaomba, ni kushauri ufunge mkanda. Na somo la leo ambao tumejifunza ni jinsi gani concept ya Newtons inafanya kazi kwenye maisha yetu. Na tumaini umeipenda video hii, na kama umeipenda unaweza ukashare kwa rafiki yako ambaye anaweza akajifunza umuhimu wa hizi airbags na umuhimu wa seat belt. Kwa hiyo napenda sana, usisahau kwenda kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ndani ya account yetu ya YouTube. Lakini pia usisahau kwenda kutufuata kwenye mitandao mingine. Asante sana, tunawapenda.